Karibu katika kituo hichi msikilizaji, niweze kukufafanulia na kukuchambulia yale ambayo yameweza kutendeka. Msikilizaji, jina langu ni Presenter Guton. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, nakusihi uweze kupiga subscription kwa maana ya kuendelea kupata taarifa zetu punde tu zinapoweza kutokea msikilizaji. Naam, ni tarehe 12 siku ya Januari mwaka 2026 ambapo Zanzibari wanapata kusherekea siku ya mapinduzi, kipindi ambapo Samia Suluhu ameweza kupokea barua ambayo imeweza kuzua utata zaidi baada ya barua hiyo kumtambua kama gaidi. Msikilizaji, barua aliyoweza kupokezwa Samia siku ya leo, barua iliyoweza kumsomea dhidi ya vitendo ambavyo ameweza kuvitenda kwa Watanganyika, na kwa sababu hiyo walioandika barua hii wamemtambua kama gaidi. Samia Suluhu Hassan hajaweza kutambuliwa kama rais. Msikilizaji, naomba nikusomee taarifa hii ili tuweze kufahamishana kwa pamoja. Kifungu cha kwanza cha taarifa hii kinasema hivi msikilizaji: gaidi kiongozi Samia Suluhu Hassan na familia yake ya gaidi Abdul Hafidh Ameir, gaidi Wanu Hafidh Ameir, watoto wa Samia Suluhu Hassan hao, na gaidi Mohamed Mchengerwa ambaye ni mkwe wa Samia, bwanake Wanu, wameendelea kuonyesha dharau dhidi ya mauaji ya raia wa Tanganyika zaidi ya watu 10,000 yaliyofanyika Oktoba na Novemba mwaka 2025. Msikilizaji, nafikiria ufunguzi huu umeanza baada ya Samia kuweza kuzungumza na kuweza kusema kwamba amesambaza woga wa kutosha na hakuna kijana wa Dar es Salaam ambaye anaweza kujitokeza barabarani kwa ajili ya kufanya maandamano. Kama ni Dar es Salaam tu pale, nenda kaulize vijana kama leo wanataka kuingia njiani, hakuna anayetamani. Kifungu cha pili kinasoma hivi msikilizaji: kauli za gaidi Samia Suluhu Hassan za hivi karibuni kwamba hakuna vijana wanaoweza kuandamana tena kwa sababu wamewaua wote zinaakisi hali halisi kwamba genge la wauaji la chama cha kigaidi, wakaweka kwa mabano Chama cha Mapinduzi, limedhamiria kuizamisha Tanganyika katika lindi la mateso, dhuluma na mauaji ya raia milele ili waweze kuiba rasilimali zote za Tanganyika. Msikilizaji, kama nilivyokufafanulia msikilizaji, ni kwamba kuna sehemu Samia Suluhu aliweza kusema kwamba sasa hivi ukiwaambia vijana wa Dar es Salaam waweze kuingia barabarani, hawawezi kujaribu kwa sababu wamewaua na wamesambaza woga kiasi kwamba kutamka tamko tu la kuingia na kufanya maandamano linaashiria kifo. Na kwa hivyo vijana wa Dar es Salaam wamekumbwa na lindi la woga msikilizaji. Kifungu cha 3 cha barua hii kinasoma hivi: kauli za gaidi kiongozi Samia ni kielelezo kwamba tume haramu inayoongozwa na mtu anayetambulika kama Mohamed Chande Othman ambaye alishawahi kuwa jaji mkuu wa Tanzania, inayozunguka kwa ajili ya kuchunguza matukio ya uvunjivu wa amani yaliyotokea Tanganyika nchini Tanzania kabla na wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025 ambao haukufanyika, ni kunyabonya ni kanyaboya na batili. Gaidi Samia hataki maridhiano,
amedhihirisha hilo kwanza na kwa kuwaondoa George Boniface Chaguluvala Simbachawene aliyekuwa anatumia lugha ya maridhiano. Pia amewakejeli familia na vijana wanaoomboleza vifo vya wenzao kuwa hawawezi tena kukanyaga barabarani. Ubabe wa gaidi Samia ni ujumbe kwa Jaji Mohamed Chande Othman kuwa hata hizo kazi za tume yake haina maana. Ni ujumbe pia kwa wanaojipendekeza kuanzisha maridhiano yasiyotakiwa na Samia. Wananchi hawataki maridhiano na Samia hataki maridhiano. Fungu cha 5 kinasoma hivi msikilizaji: tunasisitiza kwamba hakukuwa na uchaguzi uliofanyika nchini Tanzania tarehe 29 mwaka 2025 Oktoba, na ni wazi hakuna kura zilizohesabiwa wala kufanyiwa majumlisho kwa taratibu za kisheria. Hivyo dhamira ya gaidi kiongozi Samia Suluhu Hassan na familia yake ni kujiweka na kuendelea kubaki madarakani kwa nguvu bila ridhaa ya wananchi na kuendelea kuigandamiza Tanganyika na kufuta uzao wake wa Watanganyika. Hivyo tunaelekeza mapambano yasiyo na kikomo dhidi ya wote walioshiriki na kuwezesha matukio ya utekaji, mateso, silaha ngono, ubakaji, ulawiti, ufiraji, upotezaji wa lazima, ufunguliwaji wa kesi za uhaini na mauaji ya raia zaidi ya 10,000 hasa chama cha kigaidi cha CCM ama Chama cha Mapinduzi. Tanganyika simama imara, jitetee. No justice, no peace. Samia must go. Karibu to the Hague. Imetolewa na wananchi wazalendo wanaodai haki, uhuru, sawa, uwajibikaji, ukweli na kupatikana kwa katiba mpya inayotambua Jamhuri Huru ya Tanganyika na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Msikilizaji, taarifa hii imetolewa siku ya leo ambayo ni siku kuu kwa Wanazanzibar kwa sababu wanaisherehekea siku ya mapinduzi ya Zanzibar ambayo ni tarehe 12 msikilizaji, Januari mwaka 2026. Wazanzibari wanasherehekea siku hii. Sasa barua hii imeachiwa rasmi kwa Samia Suluhu ili kumweleza kwamba bado pana mapambano na kwamba maneno yake aliyoweza kuyatumia ya kusema kwamba amewakejeli vijana ambao wamesononeka na ambao wanaendelea kuguza na wengine ambao wanaendelea kujifariji kutokana na vifo vya wenzao zaidi ya 10,000 ni jambo la huzuni mno. Sasa kulingana na waandishi wa barua hii, wamesema kwamba kutaendelea maandamano kwa sababu kulingana na wao ama kulingana na Watanganyika hakukushuhudiwa uchaguzi tarehe 29. Kilichoshuhudiwa ni kuendelea kujitia mamlakani kwa Samia Suluhu Hassan. Lakini pia kumeweza kutajwa genge la kigaidi hapa ambalo linaendelea kusambaza mauaji na ambalo pia linaendelea kuhakikisha kwamba Watanzania wamebaki katika hali isiyo sawa. Kwa sababu kifungu hiki kimefungua kikisema aje msikilizaji, kauli za gaidi Samia Suluhu Hassan za hivi karibuni kwamba hakuna vijana wanaoweza kuandamana tena kwa sababu wamewaua wote zinaakisi hali halisi kwamba genge la wauaji wa Chama cha Mapinduzi limedhamiria kuizamisha Tanganyika katika lindi la mateso,
dhuluma na mauaji ya raia milele ili waweze kuiba rasilimali zote za Tanganyika. Sikilizaji, kiini cha kuendelea kufanya haya yote ni kuhakikisha kwamba wanasalia mamlakani ili kuendelea kucontrol rasilimali za Tanzania ama za Tanganyika na kuzitumia wanavyotaka wao. Hebu msikilizaji, achia maoni yako kwenye comment section, lakini pia zidi kutufuatilia. Kumbuka kwamba hichi ni kituo nambari 1 cha Mwananchi kinachoweza kuhakikisha kwamba kinakupatia taarifa punde tu zinapoweza kupatikana.